Umechoka kulipia vifurushi vya gharama kubwa ilhali hutazami mechi zote? Acha kupoteza pesa zako. Kwa 5,000 tu, pata mechi zote duniani pamoja na channels za DStv, Azam TV na Ligi Kuu ya Tanzania moja kwa moja kwenye simu yako. Mahali popote, muda wowote, bila stress. 5,000 ina sawa na mwezi mmoja. 10,000 ina sawa na miezi miwili. Wasiliana nasi WhatsApp kwa 0659 387 069. Rudia 0659 387 069. Soka ni kwetu, burudika kiganjani kama boss. Bwana bosi kacheka, bosi ameamua kucheka kuifanya klabu ifurahi zaidi. Moja kati ya vitu ambavyo kwa sasa ni story, moja kati ya vitu ambavyo kwa sasa vimekuwa vikivutia zaidi ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Sasa bosi ameamua kuzungumza na kutoa ya moyoni kuelekea katika mechi ambayo inapaswa au inatakiwa kuchezwa pale visiwani Zanzibar. Moja kati ya vitu ambavyo vinamfurahisha bosi ni kuhusiana na game hiyo ambayo inaonekana kuwa ya moto kweli kweli. Sasa GSM mzee wa Yanga bingwa ametoa ahadi yake kubwa sana. Hawa watu hawana huruma kabisa. Ametoa ahadi yake kuhakikisha Simba msimu huu tena anapasuka kwa mara nyingine. Yaani hawana cha mswali ya mtume wala cha mnadi swala, lazima mtu afe. Kwa hiyo ni kitu ambacho wanasema kwamba hawacheki na wowote. So kama ambavyo unajua kwamba kuna mpango ambao Young Africans wako nao baada ya kutoka ligi ya mabingwa barani Afrika, wameamua kuwekeza zaidi katika michuano ya hapa ndani. Yaani kwa maana kwamba wameamua kuwekeza kwenye michuano ya hapa ndani ili waweze kujinasua na kuweza kurejesha furaha ya wananchi ambayo imepotea kwa takriban dakika chache tu baada ya kuwa wameondolewa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. So baada ya hapo sasa ina maana Young Africans hawana tena cha mnadi swala. Sasa hivi wanachokitaka ni kuitafuta furaha ya wananchi. Wanaipata vipi furaha ya wananchi? Basi ndivyo ambavyo unaona wanaanza kupambana kutengeneza mipango sawa, kutengeneza mambo sawa ili waweze kuirejesha tena ile furaha ambayo wananchi wameshakwisha kuipoteza na matumaini yarejee upya kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo kwa Young Africans ni story ni kwamba Simba wamempeleka Guantanamo Bay. Lengo kubwa kule Guantanamo Bay, wanataka wakamfanye kitu mbaya. Si unajua ule uwanja ni wa nyumbani wa Young Africans. Ule uwanja ni wa Young Africans wa nyumbani na kule ndiko ambako Young Africans ilizaliwa. Kwa hiyo wanaamini kwamba kule Simba hata aende na nini hawezi kutoka. Ndicho ambacho wanakifahamu na ndicho ambacho wanaamini kwao ni big deal na big issue kabisa katika utekelezaji. Ndio maana wameamua kuipeleka kule Guantanamo Bay moja kwa moja kumaliza. Sasa Garibu GSM aliongea na wachezaji pamoja na uongozi wa Young Africans akiwahimiza kwamba wawe watulivu na wawe wasikivu kwa muda huu, wasiumbishwe na chochote ili wasiweze kutolewa kwenye leli, kwa sababu kipindi hichi ni kipindi ambacho watu wengi wanajitokezaga hasa cha dabi kuzungumza haya kuzungumza yale kimradi tu kuondoa watu kwenye leli. Na tumeona haya yakitokea kwa Haji Sande Manara akiibuka na kuanza kuzungumza mambo kadha wa kadha, jambo ambalo kimsingi halijawa jema sana kwa upande wa Young Africans. Hawajalipokea vizuri kwa sababu wanaamini yule ni mwenzao, lakini kama ni mwenzao kwa nini anakuja kuwaondosha kwenye mfumo au kwenye leli? Basi mashaka wamekuwa nayo kidogo na kuweza kujijenga upya kuendeleza kile ambacho walichokuwepo nacho. Kwa hiyo wanazidi kujiimarisha, lakini wakikumbuka kwamba wana jukumu zito siku hiyo. Na mechi moja kati ya mechi ambazo zitahalalisha ubingwa wa Young Africans na Simba ni atakayeshinda ile mechi. Atakayeshinda atakuwa na nafasi kubwa ya kwenda stage inayofuata zaidi. Kwa hiyo ni moja kati ya